Zoni nikaa najiuliza swali, kwa nini Musa anaongea mbele za Yehova maneno mazito namna hiyo, akijaribu kumwekea kitu kama sharti sio sharti, mgomo si mgomo, lakini alikuwa na uhakika, kwa maana hakutaka afanye safari ya hasara. Alitaka safari yake iwe ya faida. Ni kama wewe, jinsi ambavyo Mungu alivyokupa neema mpaka umefika hapo ulipo. Ni vizuri tukamnukuu Musa, sema amina. Kwa maana hakutakuwa na faida. Jaribu kufikiria, mama yako amehangaika kukusomesha, umefika mpaka eneo fulani, wazazi wamechangia, imekwenda, alafu unaingia chuo kikuu mwaka wa kwanza umekufa. Basi heri mama asingezaa. Lazima faida ionekane. Haiwezekani katika mahangaiko yote ya kusoma mitihani yako umalize, uingie kwenye kusoma usiku na mchana, unaumia katika kusoma, unahangaika upate usingizi, unakonda kabisa, alafu badala ya kuhitimu kumaliza umeubeba. Basi ni afadhali usingeingia kwenye masomo haya. Kuna faida gani uhangaike kokote alafu uje ufe na HIV mwaka wa 3? Kuna faida gani uhangaike katika shughuli zote hizi alafu unakuja kuanza kazi tu umekufa? Basi heri wazazi wako wasingehangaika hapo ulipo. Ninafikiri liko hitaji na uko ulazima wa kumwambia Bwana, uso wako uende pamoja nami ili matunda ya elimu yangu niweze kuyaona. Kuna faida gani kama Bwana hatakuwa upande wako? Leo hii unapokea ujauzito, alafu unaelea mimba, imefika miezi 6, mimba imeporomoka. Ni heri usingeibeba, sema amina. Nataka nikibeba mimba nizae, sema amina. Amen. Kuna faida gani umejibamiza kwa mtu akachukua moyo wako, mahusiano yakawa yamekolea, mkaenda mwaka ya kwanza wa pili, anakuja kukuacha solemba, unapata na pressure, unashindwa kufanya mitihani? Ni afadhali usingeanza mahusiano haya. Musa akasema ya kwamba kama uso wako hautakwenda pamoja nami, sema amina. Katika mahusiano haya ninayotaka kwenda kuyaanzisha, sema amina. Kama wewe haupo, basi heri nisiwe na mahusiano, sema amina. Nijihesabu ya kwamba mimi nipo tu, sema amina. Hata kama akiniambia huyu mwanamke vipi, yuko kama dume, ndio, sema amina. Kwa sababu ninajua ninakokwenda na sitaki niharibikiwe njiani. Ni aibu mtu kushindwa kumaliza mtihani eti kwa sababu ya mapenzi ovyo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu sema, uso wako Jehova, uso wako Jehova uwe pamoja nami, uwe pamoja nami. Ulianza nami kuanzia primary. Hivyo siko hapo kwa bahati mbaya, na siko tayari kufa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua tatizo kwa nini watu wanakufa na BP? Watu wengine wanakufa na maradhi ya ajabu. Ni kwa sababu wameshindwa kujiunganisha na mtandao, sema amina. Amen. Mungu anasema katika kitabu cha Methali 4:23, anasema linda moyo wako kuliko vyote unavyolinda, kwa maana ndiko inapotoka chemchem. Wakati huo anasema moyo wa mwanadamu ni kiumbe kidanganyifu. Usipoulinda ukaufuata moyo utaumia sehemu. Inasema let me follow my heart. Na Mungu anasema moyo ni kiumbe nini? Kidanganyifu. Mungu mwenyewe yani amemaliza research yake akaconfirm haufai, sema amina. Haufai, sema amina. Ni kiumbe nini? Kidanganyifu. Sasa anasema guide. You need to guard your heart. Lazima huo moyo unaushika kabisa, unaambia lazima uwe na discipline ili mito ya maji itoke ndani mwako, sema amina. Amen. Alafu maamuzi yako unayoamua yawe ya faida. Amen. Nikuulize, ni swali jepesi. Umehangaika, wazazi wako wamehangaika, na inawezekana miongoni katika ukoo wenu na familia yenu kwa ujumla, sema amina, wewe ni mmoja wa wachache waliopata nafasi ya kufika hapo ulipo.
Na nyumbani hawakuiti tu msomi, wanaita ndio mbunge mtarajiwa. Sema amina. Amen. Huyu ndio atakuwa dokta mkoa. Sema amina. Amen. Huyu ndio atakuwa mpasuaji. Haleluya. Huyu atakuwa chief accountant. Kumbe jamaa mwenyewe amebamizwa kwa homa ambayo haijulikani. Sema amina. Hapana, lazima tufanye kitu. Ndio maana Biblia inasema kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ndio chanzo cha nini? Cha maarifa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasikia anachanga kila mwezi. Hata katulia tulikaza tu kuvaa kwa ajili ya watu wengine. Sasa hapa nimetulia. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapa Musa anasema bana, moyo wako Jehova, kama roho wako asipokwenda pamoja na mimi mahusiano haya siyataki. Siyataki mahusiano haya. Kwa nini nije niumie katikati? Kwa nini nije kuumia? Kwa sababu ninayo vision, ninayo ndoto. Sema amina. Na wazazi wangu wanatumaini pamoja na mimi. Sema amina. Wanatumaini, wamewekeza ndani, wamewekeza, wazazi wamewekeza. Amewekeza toka walivyokuwa primary mpaka sasa umefika hapo, amewekeza. Asa ninja asije akachukua huo uwekezaji. Sema amina. Amen. Lazima huyo uninja huyo aelewane na hawa waliowekeza. Hiyo itakuwa ni moja ya heshima kubwa sana kwa muumba wako. Mpe Bwana makofi kwa hiyo. Hata ndipo akasema bwana, moyo wako uende pamoja nini na mimi. Ninachomwomba Mungu kwa ajili yako, usiishi kwa hasara. Kwa sababu kuna watu leo duniani hapa wanaishi kwa nini? Kwa hasara. Yani ni afadhali wasingezaliwa. Yani wapo tu wanatembea lakini hawakustahili kufanya nini? Hawakustahili kuzaliwa. Yani wapo tu hapa duniani hawakustahili kabisa kuzaliwa, na anasema ni afadhali ya mimba iliyo nini? Haribika kuliko watu hao. Sasa usije ukasema ninakutukana bure hapa, nikupe mstari ili unitetee. Sema amina. Maana mtu mwingine anasema lugha gani? Maana wewe Biblia unasoma Christmas na Pasaka. Hiyo ni hatari sana. Sema amina. Lazima uelewe ili ni poli moja kubwa sana. Anazungumza ni msitu mmoja mkubwa ambao inatakiwa uingie kiutaratibu. Usipoingia bila utaratibu humu utafanya asiyoeleweka. Sema amina. Ukachukua agano la kale ukaweka agano jipya. Haleluya. Ukachukua agano jipya, agano la nini? La kale. Na ndio maana unakuta kwamba hata kwenye masuala ya ndoa iliwavuruga sana mitume. Sema amina. Lakini Yesu akaja akarekebisha. Mpe Bwana point. Sema amina. Kuna vitu vingine hapa watu walifulia sana hapa katikati. Amen. Walimuuliza hata swala, akamwambia Yesu, bwana vipi Musa aliruhusu talaka, wewe unasemaje? Yeye akawajibu tu, Musa aliruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, haikuwa hivyo tangu mwanzo. Alafu akakauka. Sema amina. Huyo msomi huyo, mpigieni Yesu makofi kwa. Kwa sababu naelewa hapa katikati hapa walichanganya sana hapa. Sema amina. Wewe ukijificha kwa Yakobo utaumia mwanangu. Sema amina. Ukijificha kwa Yakobo utaumia, ukienda kwa Ibrahimu utaumia. Ndio maana Yesu alikuja kukamilisha mwanangu. Sema amina. Amen. Anarudisha kwenye agano. Sasa wewe, kuna watu wanajificha sehemu, wanajificha, wanabana. Haleluya. Wanabana. Naweza kuchukua andiko kwenye agano la kale pale amekaa vizuri. Oh haleluya. Oh haleluya. Mwenye haki huanguka mara 7 lakini Mungu muokoa na yote. Haleluya. Lakini Yohana anakuja kupangua na sala. Aliyezaliwa na Mungu atendi nini dhambi? Bado jilinda. Ushike wapi mwanangu? Sema. Ushike Zaburi, umshike Yohana. Mpe Bwana makofi glory. Wewe umelegea kwa sababu unatafuta maandiko yenye uchovu. Sema amen. Lazima uelewe season tuliyokuwepo. Sema amina. Lazima uelewe season. Ukienda na season ya zamani utaumia. Utakuja kumwiga Lutu, utalala na binti zako. Sema amina. Hiyo ambapo ni laana. Sema ni laana. Sasa wengi sana wakiona madhaifu yao wanatafuta yale ya kuwalinda. Unafahamu ya maandiko yote ni pumzi ya Mungu yanafaa kwa maandiko. Umeliona hili? Alizaliwa na Mungu. Hapa anazungumza vizuri, mwenye haki huanguka mara 7. Kwani umeanguka ngapi? 4. Bado 3. Bado 3 mwanangu. Sasa kuna mtu pambio nyingi lakini hizo sehemu chini ovyo.
Wewe unatakiwa na full salvation. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Wewe una make decision, sema amina. Amen. Utasimama agano la kale au utapiga agano jipya? Alafu yule mshua Yesu amekuja anasema kwamba sikuja kuitangua bali nimekuja kuitimiliza, sema amina. Yale mabonde yale na kuyaweka nini katika hali njema. Yeye amekuja tu kuyarekebisha. Musa alisema usizini, mimi nasema kwamba ukimkonyeza binti tu imekula kwako. Yesu alikuwa na mambo ya ajabu sana, sema mimi. Yaani anataka tutembee kama misukule. Baada Biblia inasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka leo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Sema wenye nguvu. Wenye nguvu. Sasa usijifiche tu kwenye chorus, angalia maandiko mwanangu. Maana yule mwanaume atakapokuja atakuja wimo wa Jerusalem. Alafu na sita kwenda kumlaki mawinguni. Sasa hapa jinsi ya kutoka hapa hakuna cha reverend, hakuna apostle na bishop. Kila mmoja ananyanyuka mwenyewe. Ananyanyuka mwenyewe hapa. Sasa sisi tunakuwa kama wembe ambao umekaa katikati ya uchuma, ambacho sasa Kristo akiwa kule juu anakuwa kama sumaku, alafu anatuvuta wote tatu. Lakini chuma kiwe na udongo nafanya hivi kinabaki hapa. Jamaa mmoja alikuwa ameona maono, alikuwa amelala usiku, alafu akaota kama amekufa namna hii, alafu ghafla ameingia wapi? Jehanamu huko. Alipofika kaja kwenye pilika za kwenda kule akamkuta mchungaji. Mchungaji na yuko huko, ambe nyamaza, bishop yuko mbele kule. Jamaa alivyoamka, sema amina. Akasema nitasoma Biblia mwenyewe, sema amina. Sisikilize la mtu hapa. Nitasoma nini? Mwenyewe. Aliamka kwenye usingizi, jasho linamtoka. Maana alivyoshuka tu akamwona mchungaji pale. Akamwambia mchungaji na yuko, nyamaza, bishop yuko wapi? Nenda ujaingia huko uani hapa, sema amina. Jamaa alivyoinuka akasoma Biblia vizuri sana, akawa mwanafunzi mzuri sana. Sasa wewe usije ukaanza kuja kusoma mpaka umetishwa, sema amina. Maana wengine wanamtafuta Mungu mpaka watishwe. Watishwe na maono au atokee mtu sijui amtolee unabii au vingine atishwe na ukimwi, kisukari, ndio unakuta anakuja serious. Haleluya. Karibu nawe. Karibu nini? Unampelekea kisukari, sema amina. Unampelekea nini? Wewe unatakiwa umsifu ukiwa na nguvu zako, sema amina. Anasema ninawapenda vijana kwa sababu wana nini? Wana nguvu. Alafu ninawapenda wazee kwa sababu wanamjua yeye, sema amina. Wazee hawana nguvu lakini wana ujuzi. Ndio maana kwenye kiti cha enzi hakuna kijana, kuna wazee 24. Kanivunjia. Vunja madhabahu, sema amina. Wakaingia na suruali za ajabu, sema amina. Anashusha suruali mpaka chini lakini hela hana, sema amina. Wenzako suruali zinashuka kwa sababu ya mzigo, sema mzigo. Zinashuka kwa mzigo. Sasa wewe unaifungia hapa, mzigo unao? Sema amina. Shusha suruali kwa sababu ya nini? Mzigo, pochi limekaa, alafu hata kukoa kwako tofauti. Kwa sababu ya mzigo. Ameanza vitu kuna maji na vitu amekula limelainisha nini ko. Lakini mtu anamtoa lakini mimi najua wewe unakwenda kuwa mtu tofauti. Mtu bwana makofi blow. Sasa nifunge ile mstari, sema amina. Ambao sitaki utokee kwako. Sitaki utokee nini? Utokee kwako. Yaani kwako sitaki utokee. Kitabu cha Mhubiri ile sura ya 6 mstari wa 3. Nikupe tu sura ya 6 mstari wa 3. Anasema nini pale? Mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingi na siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema, tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko, mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko mtu huyo. Yaani unaishi hapa duniani uko ovyo, hata kwa wazazi wako huna faida yoyote, sema amina. Alafu unaishi, alafu unashindwa kuenjoy katika dunia hii, sema amina. Yaani kushiba nini? Mema. Amen. Unakula chakula kwa mbinde. Amen. Maisha yenyewe unayokaa yamekuwa ya kubana tu. Unafunga harusi leo alafu naombea bi harusi tuishi kwa imani. Kwa imani nini? Kwa imani nini? Kwa sababu mtu akifunga ndoa anatakiwa na holiday ya 1 year, sema amina.
Ndio Bible inaniambia, yani unafunga ndoa alafu unakuwa na likizo ya mwaka mmoja ili kumfurahisha binti. Ubavu huna wewe, sema amina. Hela yenyewe hiyo ni ya kuchangiwa, sema amina. Hela ya kuchangiwa. Harusi kubwa lakini michango nini? Alafu wengine sasa wanatisha zaidi, sema amina. Michango mpaka kwenye mahari. Usikubali mtu yoyote akuchangie kulipa mahari. Ukikutana na walimu wa deliverance, ina maana watakueleza kabisa mke wako anahitaji deliverance, kwa sababu atakuwa wa wengi, kwa sababu ile dowry ndio inaleta connection between you and your wife. Mtu mmoja aseme point. Wewe kuhusu mahari umepigwa pale na kuambia sijui utoe ng'ombe 6, 10, sijui milioni 10, piga zote. Onyesha kifua kama wewe upo, sema amina. Sio unapangiwa mahali milioni 2 alafu unafunga na kuomba ipunguzwe mpaka 500,000. Alafu hiyo 500,000 yenyewe unataka kulipwa kwa installment. You are not serious. You are not serious. Sema amina. Watu walio serious, sema serious. Anaambiwa milioni 10 anatoa 15. Anawalainisha. Mpaka wazee wanacheza ngoma wenyewe, sema amina. Lakini wewe maneno mengi, kwani nini? Kwani nini? Kwani nini? Kwani nini? Kwani nini nini? Kwani nini nini? Sema amina. Onyesha kwamba wewe hapo ni mwanaume. Mimi nikikutana na mtu yote eti niombea punguzwe mahari, naambia your time is not yet. Wewe inabidi usubiri, sema amina. Watu wanaotaka kuingia huko kwanza unatakiwa ukioa unakuwa na holiday ya mwaka mzima. Ni kula na kunywa. Hiyo sio kwa shangazi, sema amina. Sio kwa shangazi. Ndio Biblia inavyosema. Lakini si kwa sababu ya njaa kali, hali ngumu na dola nayo imepanda. Na Biblia inafunga harusi leo, kesho unaanza kulima tena. Sema unalima. Hivi vitu vimekwenda kabisa against the scripture. Kwa nini nasema hivi? Mungu anataka kubariki. Anataka uishi vizuri, alafu ule mema. Ule nini? Mema. Unasoma na hakuna kufa mpaka unapiga miaka 100. Hii mambo ya kukoa bila utaratibu lazima yanyamaze. Yaani unaposimama hivi, homa yote inapokuja mbele sio ya kwako, sema amina. Kwa sababu God cannot lead you this far in vain. He cannot abandon you. Wewe unachotakiwa wewe ni kusimama vema, sema amina. Baada ya kusimama nini? Vema, na ukaangalia dream ulio nayo, lazima utafika. Lazima utafika. Achana na hivi vifo vingine ambavyo vinatokana na magonjwa ya kununua, sema amina. Kwa sababu usipokuwa mfaithful mbele za Mungu, Mungu naye anakutema. Ndio maana anasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Lakini utu wako ukigeuka tu anaminya adui na una survive. Kwa sababu hakuna kinachoshindikana kwa Jehova. Wewe unatakiwa lazima umsucceed mzazi wako, sema amina. Kama wewe unaishi hapo, alafu mzazi wako pengine amekuendeleza, akaelewa elimu ya hiyo. Mzazi wako amemaliza degree, alafu wewe unaishia diploma, yani hufai kuishi. Lazima umzidi yeye, sema amina. Yani kiuchumi lazima umzidi baba yako, kujenga nyumba, yani kila kitu unatakiwa lazima ufanye nini? Uzidi. Hiyo ndio sifa inayokwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo mimi najua kwamba wewe hauwezi kufananishwa na mimba iliyoharibika. Wewe unazo sababu za kuishi. Sasa angalia dream yako, tembea na dream yako, alafu usonge mbele. Na pamoja na misukosuko yote ambayo inakupata katika elimu na nini, hiyo yote hiyo, Mungu aliyekuleta chuo lazima atakuwezesha. Kwa sababu Mungu wetu hawezi akakuongoza umbali huu alafu akakutema njiani. Yeye siku zote ni Alfa na Omega. Akianza kitu lazima amalize. Lazima amalize. La pili ambayo nataka kushirikiana nanyi, ifike kipindi, sema amina. Amen. Kwa nchi yetu kama ya Tanzania tunahitaji wasomi wa locally ambao wana uwezo mkubwa ili tuweze kuondokana na itikadi ambazo zinazokwenda bila utaratibu. Nyinyi ndio mnaweza kusaidia na kuweka doctrine ikakaa na ikawa na heshima. Tunapozungumzia masuala ya kuinuka kiuchumi, hauwezi ukainuka kiuchumi kwa maombi. Tutainuka kiuchumi kwa kufuata kanuni ambazo Mungu ameziweka. Na kanuni zake ameweka vizuri tu. Anasema, mwanangu, kila utakachotia mikono yako kimebarikiwa. Asiyefanya kazi nini?
Yeye amezungumza wazi. Alafu wherever you shall stay, yani mahala popote utakapokanyaga pale utakuwa umemiliki. Yeye hiyo ametoa. Lakini kuna watu wengine wanakuja kusema hapana, ngoja tunaomba tu, Mungu atacheza. Naona kuna malaika anaita mzigo huko. Hivi mambo ya ramli kwenye nyumba ya Bwana. Ninyi mnatakiwa mwasaidie na hawa wanaokuja. Sema amina. Ndio maana kwenye Deuteronomy 28 Mungu anazungumza vizuri. Ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Utabarikiwa mjini, alafu utabarikiwa mashambani, alafu uzao wa tumbo. Unachotakiwa kwanza hapa mjini, lazima uwe blessed. Kwenye kijiji cha mama yako, lazima uwe blessed, alafu ndio unazaa. Sema amina. Lakini mchezo wa kuanza kuzaa wakati hela una ndio unapata mazungumzo. Mungu ametoa kanuni ile kwa sababu ya ujeuri tu. Sema amina. Formula hiyo. Wewe unaamua eti ngoja niwahi kuzaa hapa, alafu unaanza kuzunguka msaada. Msaada utokee wapi? Msaada utokee wapi? Kwanza unabarikiwa in the city. Sema in the city. Alafu unabarikiwa wapi? Mashambani. Alafu ndio baadaye mtoto anapozaliwa anakuwa juu ya noti. Sasa delaying is not a denial. Watasema kwamba umechelewa na nini, wenzako watoto wamekuwa, ambie no, naweka msingi mtoto wa juu ya noti. Juu ya nini? Ya noti. Sema amina. Hebu sema juu ya noti. Juu ya noti. Hivyo ni vitu vya kuweza kuviangalia na uwezo kuvijua. Sasa wewe kama ni mwanaume eti unakaa hivi unatafuta mwanamke mwenye pesa, basi umeshafulia mwanangu. Sema amina. Kwa sababu lazima uonyeshe misuli yako. Mpe Bwana makofi ya kwamba wewe ni mwanaume. Haleluya. Amen. Ndio maana anasema kanuni ameziweka wazi kusema kwamba mwanangu, utakachoweka mikono yako mimi nitafanya nini? Nitakubariki. Baraka za Mungu ziko kwenye mikono yako. As long mikono yako unayo, wewe ni tajiri sana na utakwenda kuinuka. Lakini tatizo linalosumbua Tanzania ni uvivu. Hebu sema uvivu. Uvivu wa Tanzania ni mkubwa mno. Huko kuanzia kwenye akili mpaka kwenye kutembea. Na ndio maana utakuta hata Mtanzania akitembea mahala popote ni tofauti na Mkenya, tofauti na Mnigeria. Mnigeria hata kama ni mwanamke unaona anatembea kwa haraka, hana mchezo kwenye mambo yake. Yaani anatembea speed, lakini Mtanzania unaona anajirudia, umeenda wapi? Utashindwa mwanangu, uwe aggressive. Sema amina. Lazima uwe sharp. Yaani wamelegea kabisa, wanadhani ndio umwinyi huo au nini, kumbe ovyo. Uvivu ndio umesababisha hili taifa limekwenda kwenye hali moja nini ngumu. Ninakueleza hivi, nataka uchukie kwenda kula kwa dada yako. Sema amina. Nataka uchukie kwenda kula kwa kaka yako. Mpe Bwana makofi, glory. Ile uweze unakuja kuleta mavurugu mangi eti huyu brother wangu alikuwa ananipenda sana lakini toka amemoa huyu wifi naye mwiba kivipi? Huyu wifi mwiba kivipi? Wewe unataka kumchagulia kaka yako mke? Hawezi kuwa mwiba kwa sababu wifi shemeji hawataki kuingia kwenye ndoa. Sema amina. Hawataki kuingia. Biblia inasema kwamba kijana ataacha wazazi wake na watakuja pamoja. Wazazi wameachwa, sasa wifi na shemeji ataingia hapo. Kama sio uchawi unaingiza kwenye familia. Sema amina. Wewe badala ya kulaumu sijui kaka yangu amebanwa sana na wifi yangu na nini, wewe si leo uchakalika ukambane mwingine huko. Sema amina. Wewe unabana nini pale? Huyo kisha banwa mwanangu. Sema amina. Unafahamu mawazo tegemezi. Nataka upokee ukombozi wa fikra. Sema amina. Mimi ninaamini kabisa uko hapa kwa mpango wa nani? Wa Mungu kabisa. Na hii elimu ambayo umekuwa ukichukua, naona kuna nuru iko mbele. Hata Mungu mwenyewe anasema mkamate sana elimu, usifanye nini? Usimwache. Ndivyo na mkamate elimu, usifanye nini? Usimwache. Umekamata mafuta ya upako, kamata elimu. Sema amina. Unakamata elimu, sio unakamata anointing. Mkamate sana elimu, usimwache. Alafu shika sana sheria ya nani? Ya mama yako. Alafu usisahau mahusia ya baba yako. Baba anatoa mahusia tu kwa sababu hana uhakika kama wewe ni mtoto wake. Sisi tunabadilisha mambo. Sema amina. Baba anatoa sheria, ana uhakika. Ana uhakika wewe ni mwanao. Mwenye uhakika ni mama. Na hiyo mchezo Mungu anauelewa. Anauelewa vizuri kabisa. Ndio alikwambia mwanangu, shika sheria ya nani? Ya mama yako hapo. Alafu utachukua ushauri wa huyu. Sema amina. Huyo anatoa ushauri, lakini shika sheria ya mama yako. Anaelewa. Wala dhani michezo inayokwenda watu wanapobabatizwa Mungu ajui, anajua. Ila anakauka tu mwanangu. Sema amina. Anajua watu wanaumizwa. Anaelewa vizuri. Wakati Mungu anaangalia, anamwambia Yesu, wasaidia.
jamaa kaunganishwa huyo. Anajua kabisa jamaa kababatizwa. Lakini yule mnavita mnasema basi. Maana huwa anaangalia sababu za kubabatizwa na huyo. Sema amen. Sababu zake. Kwa sababu kunapokuwa na nguvu huyu ndio huyu amembabatiza, lakini akiangalia huku na Mungu anaona hii jamaa ni baili sana, sema mimi. Alafu alibabatizwa kwa sababu yeye mwenyewe alikula samaki lakini hakujua samaki umetoka wapi. Mungu anaelewa mahesabu. Anashika sheria nani? Ya mama yako. Usisahau mausia baba. Anayetakiwa kutunza sheria ni nani? Mama. Ndio maana mabinti wengi kuchanganya na wewe, upendani sana na mama yako. Alafu unajifanya shoga sana wa baba, sema amen. Mako unamwona kama mama pekupeku namna hiyo kwa sababu mchezo zako zote anazielewa. Ukirudi macho amelegea anaelewa, sema amina, anaelewa. Anaelewa kabisa. Yaani akikuangalia unapotembea tembea na kucheka cheka wewe anajua, anakuuliza umewahi wapi? Unaniingilia. Hata kaichangamka na wewe baba yako tu ndio mwanangu, ni mnaingilia. Lakini yeye anaelewa mchezo wote, anauelewa. Nyani mzee amekwepa mishale mingi mwanangu. Kwa hiyo anaelewa kabisa. Ila yeye wakati mwingine mama anaamua kukaa hivi kwa sababu usiungane na baba yako kumshambulia, yeye anakauka, lakini yeye anaelewa. Anaelewa vizuri kabisa, anaelewa gita linavyokwenda na mchezo wote anaelewa. Ndio anasema shika sheria nani? Mama yako alafu sawa mausia baba. Baba anatoa nini? Mausia. Sema amena. Anatoa mausia alafu mama ndiye anatunga sheria. Na kila aliyekuwa karibu na mama alipata ngekewa. Hilo swala kama angelikuweko leo, angelikuweko nani? Angelikuweko Esau angelijibu vizuri sana. Sema amena. Hata Esau alijibamiza na babake Isaka hivi. Alafu Yakobo akabana kwa Rebeka, ngoma akaibeba. Sema amina. Umeelewa? Akaibeba ile ngoma. Haya mpaka Yusufu anaandika kwenye Biblia amefanya nini? Fundi seremala, alafu amuoga, hapa anataka kumtoroka mchumba wake mapema tu, lakini ameandika sababu alioa mwanamke mwenye ngekewa. Sema amina. Hakukuwa na sababu yote ya Yusufu kuandikwa kwenye nini? Fundi seremala, sema amina. Na unaelewa anavyoibia watu njiani, sema amina. Lakini imeandikwa sababu alimgusa, aliishi na mwanamke mwenye nini? Ngekewa. Mpaka leo ameandikwa watu wote Yusufu, 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 Yusufu. Wakati Yusufu alipoona tu jamaa na ujauzito akaamua kutoka kisalensa, sema amina. Kimya kwa kimya. Akaamua kutoka kimya kwa kimya, kile ngoma aliona ni mzito akutaka aibu. Lakini mimi namsifu Yusufu fundi seremala, hakuwa amekwenda shule, lakini uchumba wake aliuvunja kiustaarabu, alitaka kuvunja. Mungu akaingilia kati. Sio wewe. Una mchumba wako umeprofishana, lete simu yangu, lete nini ovyo, umeshindwa na fundi seremala. Mpaka unaandika na message, wewe mjinga sana mweu, nakwambia utaolewa wapi wewe? Unashindwa fundi seremala. Unashindwa fundi seremala, wewe sio mwanaume, sema amina. Mwanaume anajua kubeba ndani, sema amina. Ameumizwa, amepewa mzigo, unakuta anakauka na kunywa ndimu tu, sema amina. Sasa ulichomfanyia ni kikali, lakini bana nimekauka. Wewe unakuta umekutana na mtu unamwandika kama message. Wewe una akili, kwanza miguu yako ni mibovu na nini? Mbona ulikumkumbatia? Mbona ulimdakia? Wewe mwongo wewe, sema amina. Biblia inasema hasira inakaa kifuani mwa nani? Mwa mpumbavu. Nataka nikwambie binti, kama mtu alikupa vitu vyake sijui akakununulia saa, simu na nini anakuja kudai, usimpe. Kwa sababu ile saa na ile simu yote analipia ulivompa good time Mlimani City, sema amina. Umetembea naye baharini mpaka kichwa kumekwenda huko anakoma na bibi suruali anafunga hapa. Hamna. Hawezi kulipia huo ushuru, sema amina. Mwambie simu ninayo sikupi, nenda polisi. Mambo ya kutukanana amepitwa na wakati, sema amina. Alafu unakuta huyu mtu ni Mkristo kabisa. Yaani anapeleka kabisa, nimekuona shetani wewe live nini? Wewe sio mwanaume, sema amina. Yaani kama ndio ungekuwa kwenye lugha ya Kimasai ningesema wewe bado ni lion. Yaani kichwa chako bado hakijakomaa, sema amina. Mwanaume atakutana na issue, anakunywa maji anapumua tu. Alafu anatulia, alafu hakatishi masomo, sema amina. Amen. Wewe kidogo kimetontinti na ailisha mwaka, ushindwe. Unailisha mwaka. Wewe ukisoma Biblia inasema ukikataliwa hapo unaenda hapa, ukikataliwa hapo unaenda hapa. Wako wengi mwanangu. Nikibuma Dar es Salaam unaenda Mwanza, sema amina. Nikibuma Mwanza unaenda Bukoba. Nikata Bukoba ingia Rwanda, sema amina. Wewe umeshindwa, umekuwa kama kuku amezungushwa sehemu moja kwenye moto. No. Hebu angalia mbali. Wakati mwingine Mungu huwa anaruhusu jambo kwa ajili ya
Mimi nataka nimuombe Mungu, lolote mahusiano yote ulienda mabovu, Bwana akaingilie kati na akayateme. Sema amen. Utakuwa na maumivu ya muda mfupi sasa na mtu anayekamuliwa jipu. Unasikia jipu unakaa likitoka tu anafurahi kwa sababu jipu limetoka. Hivi tena mmoja ambia mchungaji, moyo umetoka. Uko nje anambia kunywa maji urudi. Umeze upya, kunywa na maji. Kunywa. Huyu mtu atoki ndani atoki, kunywa maji. Kwa nini mtu akusumbue wewe? Sema amina. Tena mmekutana naye mwaka mmoja. Miaka yote umekwenda huja kutana naye. Umefikisha miaka 19, 20 yetu tumekutana naye. 20, 21 wasa ameganda kaa rumba. Kama hata moyo wote. Alafu unaona kama dunia yote haifai nife ovyo. Mama yako amehangaika na wewe toka ukiwa mdogo mpaka 19. Alafu wewe unataka uondoke, unataka kuvunja heshima ya rafiki yako wa siku nyingi. Your mother ambaye alikuosha, akakutakasa, akaondoa madhi makamasi yote akakuondoa. Alafu ule upendo wote unaudestroy kwa sababu ya ninja mmoja mkutano wiki moja. Wewe una akili, sema amina. Hebu sema ni naye my best friend, sema amina. Alafu mama yako jinsi alivyo, sema amina. Hata ukifanya ukorofi namna nini ukamletea mtoto bila utaratibu atagomba, lakini baadaye anamchukua na mnyonyesha mwenyewe. Sema amina. Huyo ni best friend ambaye anafunika makosa. Watu wengi wale unapoambia kwamba upendo, basi watu wengine love wanashindwa kuelewa. Kuna tofauti kati ya love na lust. Sema amina. Amen. Ile kuna tofauti kubwa kati ya love na lust. Amen. Amen. Na kuna tofauti kubwa kati ya lover na sex partner. Ama sex partner tunao wengi sana. Wengi sana, wanadamu mpaka wanyama huko Mikumi, Ngorongoro, wapi wote hao ni sex partner. Kwa sababu wote wanazaa, sema amina, lakini hawapendani. Kuzaa na mtu haina maana huyu ndio mwenyewe, sema amina. Yesu anampita, maana hata nyani wanazaa, ng'ombe wanazaa, nani wanazaa. Hiyo sio big deal, sema amina. Lakini kumpata mtu ambaye atarudisha lile pendo ulilo nalo, unahitaji uso wa Bwana ukupeleka. Uso wa Bwana. Ndio maana mwingine unaona anakuwa na good time, anasumbua kwenye vio vyote hapa mpaka wenzake wote wako hoi. Alafu siku akija kusema nimepoteza siku, anaambiwa katafuta, anashindwa kuelewa. Niambia nini katafute tena, ndio uelewe. Kati ya lover na sex partner. Sasa mbona mmekaa kimya? Mnyamazia hapo hajaelewa. Hajaelewa. Unaipotezaje siku? Mungu akupende njema. Hapo maelezo yote akupende njema. Kwa sababu najua mimi nikiona mambo yanakwenda hivi hapa ndio nikiona mambo na mnayo nafasi kubwa sana kwa sababu sasa Mungu amewaita na mmesoma mkiwa bado na umri mdogo na bado mnaweza kutengeneza mambo makubwa mengi nini. Mengi sana. Ni tofauti na sisi ambao tulichelewa kuingia shule alafu tukawahi kutoka. Lakini uliwahi kuingia na utachelewa kutoka. Jipigie makofi kwa hilo bwana. Mimi naomba Mungu kwa ajili yako akakufanikishe katika mambo yako. Nimekueleza hili sio kwa ajili ya jambo lingine, kukutia moyo. Musa alisema kama uso wako Bwana hautakwenda pamoja nini nami, usinitoe mwana. Mungu, kama unajua kwamba sintafika, basi naomba nibaki hapa nilipo. Sema amena. Amen. Mahusiano yangu haya ambayo nataka kwenda kuyaanzisha, kama hayatasimama, basi naomba yasiendelee hapa. Hiyo uwezo ukawa na ujasiri huo mpaka umemwelewa Jehova. Sema amina. Kuna watu ambao wako serious, hawapendi kuumizwa. Kuna watu ambao wako serious, wanampenda Mungu. Sema amina. Katika haya maisha ambayo tunaishi, usiende kwa kubahatisha, nenda kwa uhakika. Ninajua kwamba Bwana anakwenda kufanikisha. Na kama uko mbali na neema, basi ni vizuri ukaipokea hii neema, ili hii neema ikakushikilie, hii neema ikakuongoze, na hii neema ikakusaidie. Usijilinganishe wewe na ile miaka ambayo ya wazazi wako. Maana miaka ya wazazi wako walipokuwa wamekutana, hata ya magonjwa ambayo yanasumbua hivi sasa hayakuwepo, na kama yalikuwepo yalikuwa ni adimu sana. Lakini leo yametamba kama ugonjwa wa surua.
Ndio maana unakuta wengine kwa sababu ya kuto kuishi kwenye maisha mazuri, unakuta akikoa kidogo anakuwa wasiwasi, nimebeba nini? Alafu unakuta mtu anakuwa na wasiwasi na afya yake. Lakini ninayo habari njema, Mungu wetu yeye ni mwaminifu, wa kweli na haki. Aliyekupa dream uliyokuwa nayo hata kuachia katikati, lazima ufanikiwe. Amen. Ninamuomba Mungu kwa ajili yako, mauti isikupate mpaka baba yako ameona mjukuu aliyetokana na kiuno chako. Amen. Hiyo ndivyo inavyojaribu kwenda. Ni kosa kubwa kwa wazazi kuzika watoto. Watoto wanatakiwa wazike nini? Wazazi wao. Hii mambo ya kusema sijui huyu mtu amemaliza kazi ni mpango wa Mungu, hii ni kuumizana, ni cheap psychology ambayo sisi watumishi wa Mungu tunaitumia kuwaliwaza watu. Mtu amekufa, ameacha mke na watoto wawili, tena kwenye nyumba ya kupanga, na mimi usiwezi nikawaudhi, nitaambia msijali, huyu amemaliza kazi na huu msalaba ni alama na nini, kuwaliwaza watu. Lakini ukweli unabaki pale pale. Huyu mtu hajamaliza kazi, ametoroka majukumu. Kwa sababu ameacha, unakuta mama analia, unadhani analia upendo, kumbe analia majukumu jinsi ya nini yalivyokuwa yamesimama. Ni lazima kabisa uelewe, kama Mungu amekujalia watoto, basi lazima uwe na dream ya kuwafikisha watoto hawa kwenye elimu kubwa kuliko wewe uliosoma. Hivyo ni lazima uishi. Lakini hii mambo ya kusema kwamba amemaliza kazi, no, huyu ametoroka. Siku hizi najitahidi kabisa kukwepa kwenda kwenye mazishi ya mtu yote ambaye amekufa, ameacha mke wake kwenye nyumba ya kupanga. Nakosa mahubiri. Natuma tu deacons wamalize hizo kazi. Inasumbua akili. Sasa huu kimya mnanitisha, niendelee niache hapo? Nipe Bwana makofi kwanza sana. Mimi namuomba Mungu kwa ajili yako ukaishi maisha marefu. Ninamuomba Mungu kwa ajili yako, elimu yako hii iwe kama mzabibu, wazazi wako wakale matunda yake. Ninaamini kabisa ndani ya moyo wangu elimu yako iwe faida kwa familia yako. Sema amina. Na hata kwa extended family katika ukoo wenu. Sio unakwenda tu katika njia isiyo kawaida. Ndio maana mtu yote mwenye akili na vision hawezi kuingia kwenye daladala alafu akaning'inia. Never. Kwa sababu hawezi kubali kupoteza maisha kwa sababu anayo burden. Ana mzigo huko ndani mwake, ana majukumu. Amani iwe kwenu. Nikiwa namalizia, sema amina. Nimekuja tu kuwatia moyo wana wa Mungu, kwamba Mungu akawabariki katika elimu mnayosoma, akawabariki katika moyo wenu wa kumpenda nani? Mungu. Akawatetee katika mahusiano, sema amina. Akawatetee katika kila jambo mnayotaka kulifanya. Na usiku wa leo Mungu akauhesabu kwenu kama sadaka, akawape haja za mioyo yenu. Amen. Na ninajua Mungu ni mwaminifu. Sasa kila ambacho kinachotaka kujaribu kuzuia maono yako usiyafikie, tunataka hicho tuombe kisifanye kazi nini tena. Inawezekana uko mahala hapa, madaktari wakasema ya kwamba una tatizo pengine la kansa. Au uko mahala hapa kidney yako, figo yako inaleta matatizo. Au uko hapa kuna tishio katika matiti yako, yani kuna aina fulani ya growth ambayo uielewi, inataka kuthreaten your destiny. Au pengine uko mahala hapa umekaa, kila ukikaa hivi viungo vyako haviko sawa. Tunataka kwenda kuhukumu hayo makosa ili wewe usimame katika neema ambayo Bwana aliyokupa. Kwa sababu nitajua kwamba Mungu hakuna jambo analoshindwa. Wakati mwingine unaweza kawa uko hapa binti, tumbo lako likianza kukusumbua, yani hujui nini la kufanya. Lakini kuanzia leo utajua nini la kufanya. Kwa dakika hizi chache zilizobaki, nilitaka nitoe nafasi kwa mtu ambaye endapo unasumbuliwa na kansa, unasumbuliwa pengine na figo,